Bwana, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kutoa tamko zito kuhusiana na vitendo ambavyo wameweza kufanyiwa klabu ya Yanga walipokuwa pale nchini Algeria wakicheza mchezo kati ya JS Kabylie dhidi yao. Wakati wa mchezo tuliweza kushuhudia matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yakifanywa na mashabiki wa timu pinzani, yani timu ya JS Kabylie, lakini pia mara baada ya mchezo tuliweza kushuhudia matukio mengine yakifanywa na mashabiki wa timu hiyo ya JS Kabylie. Na miongoni mwa matukio ambayo yalikuwa yanaonekana ni mashabiki wa timu ya JS Kabylie kuwatupia machupa wachezaji wa klabu ya Yanga wakati wa mechi, na mara baada ya mechi kuweza kutamatika wachezaji hao wakiwa wanaelekea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Sasa swala hili limepelekea CAF kuweza kuingilia kati na kuweza kutoa tamko kuhusiana na kile ambacho timu ya JS Kabylie kupitia mashabiki wao ambao walikuwa wameonyesha vitendo vya uovu kuweza kufanyiwa ama kutoa tamko kwenda kwa timu hiyo ya JS Kabylie. Sasa ni tamko gani hilo ambalo CAF wameweza kulitoa muda huu ninavyozungumza na wewe hapa? Ukweli na undani wa taarifa hii utaipata moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Lakini pia nikukumbushe mwana michezo wangu, kama wewe hii ndio time yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli ewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Au utaka kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo? Taarifa zitakuja moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ikiwa umekwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Na kama tayari umekushaweza kufanya hivyo, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na hiki ambacho nimeweza kukusogezea juu ya kile ambacho CAF wameweza kukiamua mara baada ya timu ya Yanga kuweza kufanywa fujo ama vurugu pale nchini Algeria kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie. Tuliweza kushuhudia mchezo mzuri, mchezo wa aina yake, mchezo wa kushambuliana kila mmoja kati ya JS Kabylie wakiwa nyumbani pale nchini Algeria dhidi ya Yanga Sports Club wakiwa ugenini. Mchezo ambao ulibeba matumaini makubwa kwa upande wa Yanga Sports Club, kwa maana ya kwamba mchezo ulitamatika kwa sare na klabu ya Yanga kuweza kuondoka na alama moja wakiwa ugenini, lakini ni mchezo ambao uliweza kuwapoteza kabisa timu ya JS Kabylie kufuatia sare hiyo walioweza kuipata. Maana wao mchezo wao wa kwanza waliweza kupoteza dhidi ya National Al Ahly, lakini wakaja tena kutoa sare. Haikuwa matarajio yao, ndivyo ikaja kutokea ndani ya dakika 90. Walikuwa wanahitaji angalau wapate hata ushindi ili waweze kujipatia alama 3 ili waweze kujiweka sawa katika kundi B ambalo inaonekana kuwa na challenge kubwa kweli kweli. Sasa sare hiyo iliweza kupelekea mashabiki wa timu ya JS Kabylie kutoridhishwa nayo, kwa maana ya kwamba walitegemea matokeo mengine tofauti na sare ambayo waliweza kuipata. Tuliweza kushuhudia uwanja mashabiki waliweza kuitika kweli kweli. Uwanja unaingiza mashabiki 50,000 na tiketi zilimalizika masaa matatu tu mara baada ya kuweza kutangazwa. Hivyo ilionyesha zaidi shahidi ya kwamba mashabiki wa timu hiyo ya JS Kabylie walikuwa wanauhitaji mchezo kivyo vyote vile. Sasa ndani ya dakika 90 Yanga waliweza kwenda kuwapa kitu cha tofauti kabisa timu ya JS Kabylie, kitu ambacho hata mashabiki wenyewe wa timu hiyo hawakuweza kukitarajia kama Yanga wangeweza kutoa kitu cha namna hile, challenge ya hali ya juu kabisa. Klabu ya Yanga walikwenda kama timu ya pili, lakini waliweza kuonyesha ukubwa wao wakiwa ugenini tena kwenye dimba gumu la pale nchini Algeria. JS Kabylie ninavyozungumzia ni miongoni mwa timu ambazo zina mashabiki wengi pale nchini Algeria, na hii naweza kusema kwa hapa kibongo bongo ni hivi vilabu vetu vya Simba na Yanga, ukubwa wake ina mashabiki wengi, lakini pia ni timu kongwe kweli kweli, na yenyewe ndio timu legendi pale nchini Algeria kwa kutoa mataji mengi kwenye ligi yao ya pale nchini Algeria. Hivyo Yanga Sports Club kwenda pale na kuondoka na alama moja sio jambo la mzaa hata kidogo. Walipambana kwa jasho, lakini pia walionyesha wao ni wakina nani na kipi wanachokihitaji katika mchezo huo. Sasa matokeo hayo ambayo yaliweza kutokea ndani ya dakika 90 yaliwakasirisha mno mashabiki wa timu ya JS Kabylie. Hivyo hata kabla mchezo kuweza kutamatika tuliweza kushuhudia mashabiki wa timu hiyo wakirusha machupa kuelekea kwenye uwanja
jambo ambalo tuliweza kushuhudia Djigui Diarra akilikemea vikali na kuondoka langoni kwa kutupiwa machupa, hivyo kumfanya mwamuzi wa mchezo akazungumza na makapteni wa timu zote mbili, timu ya JS Kabylie lakini pia timu ya Yanga Sports Club, ili kuona namna gani mchezo huo utaweza kutamatika. Na hata mara baada tu ya mchezo kuweza kumalizika, wakati wachezaji wa klabu ya Yanga walikuwa wanaelekea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, tuweza kushuhudia tena matukio namna hiyo kwa upande wa mashabiki wa klabu ya JS Kabylie wa kuwarushia tena machupa wachezaji wa klabu ya Yanga wakati wakiwa wanaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Sasa kafu, kulingana na tukio hili ambalo limeweza kutokea kwenye mchezo kati ya JS Kabylie dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, huenda timu ya JS Kabylie ikakumbana na adhabu mbili. Adhabu ya kwanza ni kupigwa faini ya pesa, lakini adhabu ya pili ni kufungiwa kuingiza mashabiki kwa takriban michezo miwili mpaka mitatu. Hivyo huenda kwenye michezo ambayo timu ya JS Kabylie watakopo nyumbani pale kwenye dimba lao nchini Algeria, huenda michezo hiyo miwili au mitatu wasiweze kuingiza kabisa mashabiki, kulingana na kile ambacho mashabiki wa timu hiyo walikuwa wamekifanya dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Kama ninavyofahamu, kafu hapo macho na mechi hizi zote huwa wanazitazama kwa hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa vitendo ambavyo visivyo vya kiungwana vilivyoweza kuonyeshwa na timu ama na mashabiki wa timu ya JS Kabylie, huenda JS Kabylie wakakutana na lungu zito kutoka pale kafu la kufungiwa kuingiza mashabiki, lakini pia kuweza kupigwa faini nzito ya pesa. Kwa hiyo tusubirie mpaka mwisho au mpaka pale tamko rasmi ambalo kafu watakuja nalo na kulitoa juu ya timu ya JS Kabylie kuhusiana na kile ambacho mashabiki zake walikuwa wanakifanya pale uwanjani. Mimi namaliza hivyo mwanamichezo wangu. Kama una chochote kitu, maoni yako, mtazamo wako, ndio tuambie kupitia sehemu ya comment. Tuandikie hapo comment yako na sisi tutachat na wewe kupitia hapo. Lakini pia bila kusahau mwanamichezo wangu, jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kulike, kushare video yetu ili na mwingine aweze kwenda kuitazama akipata hiki ambacho umekipata ewe mwanamichezo wangu, bila kusahau kulike. Lakini jambo la muhimu kuliko yote ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Kwa maana kwamba ukisha subscribe channel yetu au utakaa tena kuwaza utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kusogezea taarifa mpya ile ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa ni jepesi tu mwanamichezo wangu, ni kwenda kuitazama hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumeweza kukusogezea moja kwa moja kupitia channel yetu hii ya Bongo Vibe TV. Na kama umeipenda zaidi hiyo taarifa mpya tuliyokusogezea mwanamichezo wangu, basi unaruhusiwa kulike lakini pia unaruhusiwa kushare video yetu ili ziwafikie watazamaji wengi wanaofuatilia masuala mazima ya kabumbu. Ndio kusema hapa ni Shafi Smart. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii pale Instagram tunapatikana kwa jina la SR Online TV, lakini pia pale Facebook tunapatikana kwa jina la SR Online TV. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yangu binafsi, tunapatikana kwa jina la Shafi Smart. Pale TikTok unaweza kaenda kunicheki na tukabunga story mbili